Na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Maafisa katika Jamhuri ya Kiislamu ya Iran wameamua mapambano ya muda mrefu zaidi, na wakati huu wameamua kutumia silaha hatari za makombora mazito ambayo wanayatumia katika vita vinavyoendelea baada ya kile walichosema wanalipiza kisasi mauaji ya viongozi wakuu wakiwemo Ayatollah Al-Khamenei pamoja na makamanda wa jeshi wa taifa hilo la Kiajemi. Hata hivyo, maafisa katika Jamhuri hiyo ya Kiislamu wamesisitiza kila mara kwamba Iran iko tayari kwa mzozo mrefu, na kwa ujumbe huo wanajaribu kutoa taswira ya ustahimilivu na utayari wa vita virefu. Ali Larijani, katibu wa Baraza Kuu la Usalama wa Iran, ambaye aliuawa katika siku za hivi karibuni, alitangaza mnamo Machi 2 kwamba Iran ilikuwa ikijiandaa kwa mzozo mrefu, akisema Iran, tofauti na Marekani, imejiandaa kwa vita hivi vya muda mrefu. Pia aliondoa uwezekano wa mazungumzo. Maafisa wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran pia wamesema kwamba majibu ya Iran kuhusu uchokozi hajawekwa tu kwa muda maalum, ikionyesha kwamba mzozo huo unaweza kuendelea kwa miezi au hata zaidi. Hakika hatutafuti kusitisha mapigano, alisema Mohamed Bakir Kalibaf, spika wa bunge, mnamo Machi 8. Lazima tumwadhibu mchokozi. Alisisitiza kwamba nchi hiyo inashiriki katika vita na Israel na Marekani. Brigadia Jenerali Reza Talaynik, msemaji wa Wizara ya Ulinzi, pia alisema kwamba Iran inaweza kudumisha ulinzi wa kushambulia mara nyingi zaidi kuliko adui anavyotarajia. Aliongeza kuwa Iran imepunguza matumizi ya silaha zake makusudi na kuokoa baadhi ya uwezo wa hali ya juu zaidi katika hatua ya baadaye, badala ya kutumia uwezo wote kwa wakati mmoja. Mkakati wa Iran ni upi? Baadhi ya wachambuzi wanasema mbinu ya Iran inategemea mkakati wa kuzima, huku vikosi vya Iran vikirusha makombora mfululizo na ndege zisizokuwa na rubani kwenye malengo ya Israel na maslahi ya kijeshi ya Marekani katika eneo hilo. Mashambulizi haya yanatimiza malengo kadhaa. Kwanza, yanalazimisha mifumo ya ulinzi wa anga ya Marekani na Israel ili kuzuia makombora yanayoingia, lakini mifumo kama Patriot na THAAD imeendelea kiteknolojia, lakini ni ghali sana na ni kubwa zaidi kuliko kombora au ndege zinazorushwa na Iran, ndege zisizokuwa na rubani ambazo zinashambulia na kuharibika hapo hapo. Mashambulizi ambayo yanaifanya Israel na Marekani kutumia gharama kubwa katika mapambano ni moja kati ya mbinu inayotumiwa na Iran, kwamba wanataka kuzidhoofisha nchi hizo kiuchumi, kwa maana zitumie fedha nyingi mno katika vita hivyo, tofauti na wao ambavyo wanatumia. Pili, mashambulizi endelevu yanaweza kupunguza akiba ya makombora ya kuzuia makombora, vifaa na utayari wa kijeshi wa nchi hiyo. Kulingana na Washington Post, vikosi vya Marekani vilivyoshiriki katika vita hivyo vilitumia silaha za usahihi na makombora ya ulinzi wa anga kwa haraka katika wiki ya kwanza ya operesheni pekee. Wachambuzi wengine wanasema kiasi kikubwa cha matumizi ya silaha kinafichua udhaifu katika mnyororo wa usambazaji. Maafisa wa Iran wamesema vifaa vyao vya silaha ni imara zaidi na vikosi vya kijeshi vinaweza kuendelea na vita vikali kwa takribani miezi 6 kwa kasi ya sasa waliokuwa nayo. Makamanda kadhaa pia wamesema kwamba uzalishaji wa makombora unafanywa ndani kabisa, na kwa maeneo mengi ya uzalishaji na akiba kubwa iliyopo, Iran inaweza kuendelea na mashambulizi kwa muda mrefu zaidi. Baada ya vita vya Iran na Iraq katika miaka 1980, Iran iliwekeza sana katika vita visivyo na ulinganifu. Mbinu hii inazingatia zana ambazo zinaweza kutoa changamoto kwa majeshi yenye nguvu zaidi bila kutegemea ukuu wa jadi na uwanja wa vita. Lengo si lazima kumshinda adui mwenye nguvu zaidi moja kwa moja, bali ni kufanya mgogoro wowote wa kijeshi kwa wa gharama kubwa, mrefu na usiotabirika. Lakini je, matokeo ya kiuchumi ni yapi? Mgogoro wa muda mrefu unaweza kuwa na athari kubwa za kiuchumi ndani ya Iran na kimataifa. Usumbufu mkubwa katika usambazaji wa nishati katika eneo hilo unahatarisha kupanda kwa bei duniani kwa watumiaji wa biashara. Ingawa karibu theluthi moja ya mafuta duniani hupitia katika mlango bahari wa Hormuz, safari za meli katika njia nyembamba ya maji imesimamishwa karibu zaidi ya wiki moja baada ya vita kuanza.
Lengo la Iran ni kutaka nchi kama Marekani, taifa kubwa lenye uchumi na teknolojia ya hali ya juu duniani, kuchutama na kuachana na vita hivyo. Hayo ndio malengo ya Iran, kuonyesha kwamba taifa hilo limedhalilika katika vita wakati huu na kwamba Iran imeibuka mshindi. Na moja kati ya jambo kubwa ambalo litatokea ni ulimwengu kuijia juu Marekani kuachana na vita hivyo, jambo ambalo wakati huu Marekani inatafakari na kutafakari. Baadhi ya wachambuzi wa mambo wanasema kwamba kuna taarifa za ndani kwamba rais wa Marekani Donald Trump anatafuta njia ya kuweza kuachana na vita hivyo, lakini sasa kuna ugomvi wa ndani kwa ndani kati ya rais wa Marekani na utawala wa Israel, ambapo Israel wanaona kwamba endapo Marekani itaachana na vita hivyo, kuna uwezekano mkubwa Iran ikaendeleza mashambulizi dhidi ya Israel, kwani Iran imesema itaendeleza vita hivyo kwa muda mrefu zaidi. Ndani ya Iran uchumi pia uko chini ya shinikizo. Uchumi umedhoofika kwa miaka mingi, lakini bado watu wanaishi na wanatengeneza silaha za kutosha. Uchumi huo ulio chini ya shinikizo la ziada kutokana na kuongezeka kwa matumizi ya kijeshi, kutokuwa na utulivu wa sarafu na kuvurugika kwa biashara na huduma wakati wa vita. Wachambuzi wanaonya kwamba kuendelea kwa mzozo kunaweza kusababisha kushuka kabisa kwa uchumi na machafuko ya ndani na kutishia utulivu wa nchi. Mamlaka ya Iran imetoa ushiriki wa raia katika ulinzi na uhamasishaji wakati wa vita kama jukumu la kitaifa, huku wakati huo huo ikijaribu kudumisha usaidizi wa ndani. Kadri mzozo unavyozidi kuendelea kwa muda mrefu zaidi, kuna hatari za kisiasa kwa pande zote. Huko nchini Iran kuna uwezekano mkubwa sana raia wakaingia barabarani na kuanzisha machafuko. Lakini si huko tu, nchini Israel kwenyewe Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu hayuko salama kisiasa, kwamba mashambulizi haya ambayo yeye ataamua kupambana kwa muda mrefu na Iran yanaweza kumtoa katika mamlaka. Lakini pia nchini Marekani katika uchaguzi wa katikati ya muhula, huenda Republican, chama cha rais wa Marekani Donald Trump, kikakosa viti vingi katika bunge, na hivyo wa Democratic wakachukua nafasi kubwa, kwani ni wakati ambapo mamlaka nchini Marekani itatumia pesa nyingi zaidi, na hata wakati huu Pentagon inahitaji dola bilioni 200 kwa ajili ya vita tu. Mtazamaji, endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment na kusubscribe channel yetu hii upate habari hizi kwa mapana hapa The World News. Naitwa Adam Hussein.